Habari gani mtazamaji wa Master Voice Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Karibu mwanafamilia wa Master Voice Online TV. Mimi leo nakupitisha katika ukurasa wa kwake Peter Msigwa. Namzungumzia mchungaji Peter Msigwa, ukurasa wake ule wa Facebook unaotambulika kwa jina la Peter Msigwa. Ameandika ujumbe mrefu kwelikweli kuhusiana na serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi. Anasema ni wakati gani serikali na chama tawala vinakuwa tishio kwa usalama wa taifa? Anasema kuna ukweli ambao taifa lazima liwe na ujasiri wa kusema si kila tishio kwa usalama wa taifa linatoka nje ya mipaka ya nchi. Wakati mwingine tishio linaweza kuzaliwa ndani ya mfumo wenyewe unaopaswa kulinda taifa. Serikali inapewa polisi, vyombo vya ulinzi na usalama, sheria na mamlaka makubwa kwa sababu moja kuu: kulinda wananchi, katiba na jamhuri. Lakini mamlaka hayo yanapoanza kutumika zaidi kulinda watawala kuliko kulinda wananchi, ndipo tunapaswa kujiuliza, je, mlinzi bado analinda taifa au ameanza kulinda madaraka? Katika Tanzania ya leo, swali hili haliwezi kujibiwa kwa nadharia pekee. Moja, serikali inakuwa tishio pale inapoanza kuchanganya usalama wa taifa na usalama wa watawala. Kuna tofauti kubwa kati ya kulinda Tanzania na kulinda serikali isikosolewe. Kuna tofauti kati ya kulinda uraisi na kumlinda rais dhidi ya kuwajibishwa kisiasa. Kuna tofauti kati ya kulinda dola na kulinda chama tawala kisipoteze madaraka. Mwananchi anayesema tunataka katiba mpya si adui wa Tanzania. Anayesema tunataka uchaguzi wa haki si adui wa Tanzania. Anayehoji serikali si muhaini kwa sababu tu hoja yake itawaudhi watawala. Serikali inaposhindwa kutofautisha ukosoaji wa utawala na uadui dhidi ya taifa, inaanza kutengeneza maadui mahali ambapo kulikuwa na wananchi wenye maoni tofauti. Mbili, CCM inakuwa tishio pale inapoanza kujiona kuwa ndiyo Tanzania. CCM ni chama cha siasa, ina historia kubwa katika taifa hili, lakini historia haifanyi kuwa taifa. Tanzania ilikuwepo kabla ya CCM kuanzishwa mwaka 1977 na Tanzania lazima iweze kuendelea hata siku ambayo CCM haitakuwepo madarakani. Kwa hiyo CCM si Tanzania, serikali si CCM, dola si CCM, na kumpinga CCM si kumpinga Tanzania. Tatizo kubwa la chama kinachotawala kwa muda mrefu ni hatari ya mpaka kati ya chama, serikali na dola kufutika. Na mpaka huo ukifutika, mantiki hatari huzaliwa. Kukosoa CCM sawasawa kukosoa serikali. Kukosoa serikali sawasawa kupinga dola. Kupinga dola sawasawa kuipinga taifa. Hapa mpinzani wa chama anaweza kuanza kutazamwa kama adui wa nchi. Huo ni mtego hatari kwa taifa. Tatu, vyombo vya dola vinapoonekana kuegemea upande mmoja, serikali inachimba shimo chini ya miguu yake. Polisi wa Tanzania si polisi wa CCM. Vyombo vya ulinzi na usalama si mali ya serikali iliyopo leo, ni taasisi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwanachama wa CCM anapokutana na polisi anapaswa kuona polisi wake. Mwanachama wa Chadema anapokutana na polisi anapaswa kuona polisi wake. Mwanachama wa ACT Wazalendo anapaswa kuona polisi wake, na asiye na chama anapaswa kuona polisi wake, kwa sababu siku wananchi wanapoanza kuona sare ya taifa lakini wakaona ndani yake upande wa kisiasa, kinachopotea si kura pekee, kinachopotea ni imani kwa dola. Na dola inapopoteza imani ya wananchi, inaweza kubaki na nguvu nyingi lakini ikawa na mamlaka kidogo ya kimaadili. Nne, tunapofikia hatua ya kutumia mashtaka mazito katika migogoro ya kisiasa, lazima taifa lijiulize maswali magumu. Tanzania tumeshuhudia wanasiasa na wanaharakati wakikabiliwa na tuhuma nzito
zikiwemo kesi zinazohusisha ugaidi na uhaini. Hapa hoja si kwamba mwanasiasa yuko juu ya sheria. Hakuna aliye juu ya sheria. Hoja nyingine, je, sheria inatumika kwa kipimo kile kile bila kujali chama? Je, taasisi za uchaguzi ni mashtaka zinazoonekana huru? Je, wananchi wanaamini kuwa kinachoshughulikiwa ni uhalifu halisi au mgogoro wa kisiasa umehamishiwa katika mfumo wa haki jinai? Serikali ikishindwa kujenga imani katika majibu ya maswali yao, hata sheria halali inaweza kuanza kuonekana kama silaha ya kisiasa. Hilo ni tatizo kubwa kwa utawala wa sheria. 5. Tukio la Oktoba 29, 2025 halipaswi kutazamwa kama kumbukumbu tu ya kisiasa. Matukio ya vurugu, vifo, majeruhi au madai ya ukiukaji mkubwa wa haki yanapotokea katika mazingira ya uchaguzi, jukumu la serikali si kutaka taifa lisahau haraka. Jukumu lake ni kuhakikisha kuna ukweli, uchunguzi unaoaminika, uwajibikaji na haki, kwa sababu jeraha la taifa lisilopata ukweli haliponi kwa amri. Familia yenye swali kuhusu kilichompata ndugu yao haitulizwi na kauli kwamba nchi imetulia. Utulivu wa kweli haujengwi kwa kufunika maumivu. Amani isiyo na haki inaweza kuwa ukimya tu kati ya mgogoro mmoja na mwingine. 6. Uchaguzi unapopoteza uaminifu, hilo si tatizo la upinzani pekee. Uchaguzi si sherehe ya kutangaza mshindi, ni utaratibu wa wananchi kutoa au kuondoa mamlaka. Hivyo uchaguzi unapokosa kuaminiwa na sehemu kubwa ya wananchi, swali muhimu si nani ametangazwa mshindi. Swali ni, je, wananchi wanaamini kwamba mamlaka yao yametokana na uchaguzi wa haki? Unaweza kuwa na matokeo, unaweza kuwa na kiapo, unaweza kuwa na serikali, lakini ridhaa ya wananchi ni jambo tofauti. Na taifa lenye busara halipuzili mbali pengo kati ya mamlaka ya kisheria na uhalali unaoaminiwa na wananchi. 7. Serikali inakuwa tayari pale hofu inapoitwa amani. Hii ni jambo muhimu sana. Wananchi kutokuandamana si ushahidi wa kutosha kwamba wameridhika. Kutokosoa hadharani si lazima kuaminishe wamekubali. Kutokuwepo kwa kelele si lazima kuwepo kwa amani. Watu wanaweza kukaa kimya kwa sababu wanaamini, lakini wanaweza pia kukaa kimya kwa sababu wanaogopa. Serikali ikianza kutafsiri hofu ya wananchi kama uungwaji mkono, inajidanganya yenyewe. Ukimya wa hofu ni hatari zaidi kuliko kelele za uhuru, kwa sababu kelele zinaonyesha tatizo, hofu inaficha. 8. Bunge linaposhindwa kuihoji serikali, taifa linapoteza breki. Bunge halikuundwa kuishangilia serikali, liliundwa pia kuisimamia serikali. Mbunge wa chama tawala anapaswa kuwa na uwezo wa kuiambia serikali yake, hapa mmekosea, bila kuitwa msaliti, bila kuonekana amekosa nidhamu ya chama, bila kutishiwa mustakabali wake wa kisiasa. Kwa sababu mbunge anapoogopa chama kuliko anavyoheshimu katiba, chama kinakuwa kikubwa kuliko bunge, na hilo ni hatari. 9. Mahakama zikipoteza imani ya wananchi, barabara inakuwa mahakama ya mwisho. Hii ndiyo sababu uhuru wa mahakama ni suala la usalama wa taifa. Mwananchi anapoamini ameonewa, lazima aamini kwamba ana mahali pa kwenda kupata haki. Mpinzani wa serikali lazima aamini mahakama inaweza kumlinda, na serikali yenyewe lazima ikubali kushindwa mahakamani, kwa sababu watu wakiamini kwamba hakuna haki polisi, hakuna haki kwenye uchaguzi, hakuna haki bungeni na hakuna haki mahakamani, swali linalofuata huwa hatari. Basi haki yetu tutaipata wapi? Taifa lenye busara halisubiri wananchi wafike kwenye swali hilo. 10. Chama tawala kinakuwa hatari pale kinapoogopa kushindwa.
Hiki ndicho kipimo kikubwa cha demokrasia ya Tanzania. Je, CCM iko tayari kukubali uwezekano wa kushindwa uchaguzi? Si kwamba lazima kishindwe, lazima kuwepo uwezekano halisi wa kushindwa. Uchaguzi ambao chama tawala kinaweza kushinda lakini hakiwezi kushindwa si ushindani wa kweli, na chama kinapoamini kwamba lazima kibaki madarakani kwa gharama yoyote, hatari ni kwamba kinaweza kuanza kutumia kila kilicho karibu nacho: taasisi, sheria, rasilimali na nguvu za dola kulinda uhai wake. Hapo chama kinaanza kuuliza, wananchi wanatutaka? Na kuanza kuuliza, tutafanyaje ili tusitoke? Hapo ndipo demokrasia inaanza kuoza. 11. Tanzania haihitaji rais mkubwa kuliko urais. Rais lazima aheshimiwe, lakini urais lazima ulindwe zaidi kuliko rais. Rais si mtu, urais ni taasisi. Rais ana muda wake, urais utaendelea. Ndio maana taasisi zetu zinapaswa kuwa na uwezo wa kumwambia rais, Mheshimiwa Rais, hapa umekosea. Na rais anayeelewa taasisi haipaswi kuona hilo kama dharau. Anapaswa kuliona kama mfumo unamlinda yeye, urais na taifa. Kiongozi anayehitaji kila taasisi imwambie ndiyo si kiongozi mwenye nguvu, ni kiongozi ambaye amefanya taasisi kuwa dhaifu. Usalama wa taifa si usalama wa CCM. Hii ndilo jambo la msingi kabisa. Tanzania inaweza kubaki salama bila CCM kuwa madarakani. Tanzania inaweza kubaki salama bila Chadema kuwa madarakani. Tanzania inaweza kubaki salama bila kiongozi yoyote tuliyo naye leo. Lakini Tanzania haiwezi kubaki salama bila katiba inayoheshimiwa, sheria inayotawala, taasisi zinazoaminika na wananchi wanaamini kuwa nchi ni yao. Kwa hiyo usalama wa taifa hauwezi kupimwa kwa kuuliza CCM iko salama. Lazima tuulize Tanzania iko salama. Na hayo si maswali yanayofanana. Jaribio la mwisho: kama tunataka kujua kama tumejenga taifa au tumefuga mfumo wa chama, tufanye jaribio moja la mawazo. Fikiria, CCM imeshindwa uchaguzi. Je, tume ya uchaguzi inaweza kutangaza matokeo haya bila hofu? Je, rais aliyopo anaweza kukubali? Je, polisi wataendelea kutekeleza wajibu wao bila kubadilisha upande? Je, vyombo vya ulinzi na usalama vitatii katiba? Je, mahakama italinda matokeo halali? Je, watumishi wa umma wataendelea kufanya kazi? Je, rais mpya ataapishwa kwa amani? Je, Tanzania itaendelea kuwepo? Kama jibu ni ndio, basi tumejenga taifa. Lakini kama wazo la chama tawala kushindwa lenyewe linaonekana kama tishio kwa usalama wa nchi, basi tatizo si upinzani. Tatizo ni kwamba tumefanya chama kuwa kikubwa kuliko taifa, na hilo ndilo tishio tunalopaswa kulizungumza. Si kwamba sababu tunaichukia Tanzania, bali kwa sababu tunaipenda. Si kwa sababu tunataka serikali ishindwe, bali kwa sababu tunataka taifa lishinde hata serikali inapobadilika. Si kwa sababu tunataka taasisi zivunjike, bali kwa sababu tunataka taasisi ziwe kubwa kuliko watu wanaoziongoza. Serikali zinakuja na kuondoka, vyama vitashinda na kushindwa, marais wataingia Ikulu na kuondoka, vizazi vya viongozi vitapita, lakini Tanzania lazima ibaki, na si ambayo kulinda chama kutakuwa muhimu kuliko kulinda katiba, kulinda kiongozi kuliko kulinda urais, na kulinda madaraka kuliko kulinda haki za wananchi. Si hayo, kile kilichopewa jukumu la kulinda usalama wa taifa kitakuwa kimeanza kuwa sehemu ya tishio kwa usalama huo. Huo ndio ujumbe wake Peter Msigwa, mrefu kwelikweli, ameuandika kwa siku hii ya leo na ameuposti hapa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante.